Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Miaka mitatu baada ya kuonekana pamoja mara ya mwisho, nyota wakubwa wa soka barani Afrika Sadio Mane na Mohamed Salah wanakutana tena Jumatano hii, mara hii wakiwa kwenye timu zao za taifa. Safari hii si kama wachezaji wenzake bali kama mahasimu, wakati Senegal na Misri zikichuana kuwania nafasi ya kufuzu fainali ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Baada ya mafanikio yao Liverpool, Mane aliachana na klabu hiyo na kujiunga na Bayern Munich kabla ya kuhamia Al Nassr ya Saudi Arabia mwaka mmoja baadaye. Mohamed Salah kwa upande wake amekuwa akihusishwa na uwezekano wa kuhamia Saudi Arabia, lakini bado yupo Liverpool licha ya madai ya kupoteza nafasi kwa kocha Arne Slot kabla ya kuanza kwa AFCON. Nahodha wa Misri yupo Morocco akiwa na dhamira moja kushinda AFCON kwa mara ya kwanza katika maisha yake ya soka. Salah tayari ameshafunga mabao 4 katika mechi 4, mchango uliosaidia Misri kufika hatua ya nusu fainali. Akiwa anatimiza miaka 34 mwezi Juni, Salah anatambua kuwa muda wake wa kushinda taji kubwa la kimataifa unaelekea ukingoni. Tayari ameshapitia machungu ya kushindwa fainali 2 za AFCON, mwaka 2017 dhidi ya Kameruni na mwaka 2022 alipofungwa penati na Senegal. Katika fainali ya 2022 jijini Yaounde, Mane alikosa penati kwenye muda wa kawaida, lakini akajirekebisha kwa kufunga penati ya ushindi katika mikwaju ya mwisho, akiipa Senegal taji lao la kwanza la AFCON. Mohamed Salah hakupata nafasi ya kupiga penati na alionekana mwenye huzuni kubwa wakati Mane alipoelekeza penati ya ushindi. Chini ya miezi miwili baadaye, mataifa hayo mawili yalikutana tena katika mechi ya mchujo wa kombe la dunia. Kwa mara nyingine penati ziliamua mshindi. Mohamed Salah alikosa, Sadio Mane akafunga na Senegal ikafuzu kombe la dunia, huku Misri ikikosa mashindano hayo. Senegal baadaye ilifikia hatua ya 16 bora katika kombe la dunia la Qatar, wakati Misri ilikosa kushiriki kabisa katika michuano hiyo iliyofanyika kwa mara ya kwanza katika nchi za Kiarabu. Sasa mataifa yote mawili tayari yameshajihakikishia nafasi ya kushiriki kombe la dunia lijalo Amerika Kaskazini, ambapo huenda likawa jukwaa lao la mwisho la kung'ara katika kiwango cha juu cha soka la dunia. Kwa sasa mawazo yote yako kwenye AFCON. Senegal inalenga kufika fainali yao ya 3 katika matoleo 4 ya mashindano haya, huku Misri ikisaka taji la 4 ambalo lingeweka kileleni mwa historia ya soka la Afrika. Sadio Mane atacheza akiwa na shinikizo dogo zaidi kwa kuwa tayari ameshatoa taji hilo. Mohamed Salah hata hivyo ana kiu kubwa ya mafanikio. Kwa miaka mitano kuanzia 2017 hadi 2022, Mohamed Salah na Sadio Mane walicheza pamoja chini ya kocha Jurgen Klopp katika klabu ya Liverpool. Leo hii urafiki wao unaweza kuwa kando, taifa likatangulizwa. Jumatano itatoa majibu sahihi. Je, ni Mohamed Salah au Mane atakayepiga hatua nyingine kuelekea historia? Kwa taarifa zaidi endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter. Tunapatikana kama Kasako Media. Kwenye YouTube channel usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.